Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Marekani Israeli dhidi ya Iran, na vita hivi ni vizito kweli kweli, kwani Marekani imeonekana kutoa matamko mbalimbali, matamko ambayo Iran ameyapuuzia na kuendelea na kile ambacho alikuwa amekipanga. Trump ameondoa vitisho baada ya onyo kali kutoka Iran. Rais wa Marekani amelazimika kuondoa vitisho vyake kuhusu kushambulia miundombinu ya umeme ya Iran baada ya onyo kali la Iran. Baada ya Trump kutoa tishio la kulenga miundombinu ya nishati ya Iran ndani ya saa 48, Iran ilitoa onyo kwamba iwapo vitisho hivyo vingetekelezwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya umeme na miundombinu muhimu ya utawala wa Kizayuni na ya Marekani katika eneo hilo, ingelengwa na kuharibiwa kikamilifu na vikosi vya ulinzi vya Iran. Kufuatia onyo hilo kali kutoka kwa Iran kuhusu hatua ya kujibu mashambulizi yoyote dhidi ya miundombinu ya nishati au umeme, Trump alilazimika kuondoa vitisho vya kutaka kushambulia vituo vya nishati vya Iran. Kwenye ujumbe alioweka kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump aliandika kuwa ameagiza kuahirishwa kwa mashambulizi yote yaliyopangwa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran kwa muda wa siku 5. Aidha, amedai kuwa yupo kwenye mazungumzo na Iran ili kumaliza vita vinavyoendelea. Wakati huo huo, chanzo cha Iran kimesema kuwa hakukuwa na mawasiliano ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja na Trump, kikiongeza kuwa aliamua kusalimu amri baada ya kufahamishwa kwamba Iran ingeshambulia vituo vyote vya umeme kwenye eneo zima la Asia Magharibi. Tangu Marekani na Israeli zianzishe vita vya kichokozi dhidi ya Iran mnamo Februari 28, sawa na Ramadhan ya 10, Iran imekuwa ikipokea ujumbe kutoka kwa wapatanishi kuhusu kusitisha vita, ambapo majibu yamekuwa wazi. Iran itaendelea na hatua zake za ulinzi hadi pale kiwango kinachohitajika cha uwezo wa kuzuia shambulio. Kwa msingi huo, hakuna mazungumzo yaliyofanyika wala yanayoendelea sasa, na kwa mbinu za vita vya kisaikolojia kama hizi, lango bahari la Hormuz halitarudi kwenye hali yake ya kabla ya vita, wala masoko ya nishati hayatapata utulivu. Wataalamu wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa shinikizo kutoka masoko ya fedha na sekta ya mafuta na gesi nchini Marekani na katika nchi za Magharibi imeongezeka, na hilo limekuwa miongoni mwa sababu muhimu zilizomsukuma Trump kusalimu amri katika vitisho vyake dhidi ya miundombinu ya umeme ya Iran. Kwingineko, na nikwambie, Iran imerusha makombora kuelekea Israeli mapema leo Jumanne, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Washington ilifanya mazungumzo na afisa wa Iran ambaye hakutajwa jina. Jeshi lilisema shambulio la hivi karibuni la makombora ya Iran lililenga kaskazini mwa Israeli na kwamba linafanya juhudi za kuzuia tishio hilo. Rais Trump Jumatatu alisifu kile alichokiita mazungumzo mazuri sana na afisa wa Iran ambaye hakumtaja baada ya kuahirisha ghafla mipango ya mashambulizi mapya. Nadhani kuna uwezekano mkubwa kwamba tutafikia makubaliano, na kwa hivyo tunaipa siku 5 na kisha tutaona itakavyokuwa, na anaweza kusema baada ya kipindi hiki nadhani huenda tukawa na makubaliano mazuri. Lakini hajaweka wazi kwamba ni nani hasa ambaye wameweza kuzungumza naye, ila Israeli wao wameweza kueleza kile ambacho wanafikiri kwamba mtu ambaye ameweza kufanya mazungumzo na Marekani, maana Teherani wao wamesema hakuna mtu yeyote aliyefanya mazungumzo na Marekani juu ya swala hili. Kwa hiyo masuala yao kusitisha ile tishio lao la saa 48 halihusiani na wao kufanya mazungumzo, bali ni wao wenyewe Marekani wamefanya hivyo, lakini wao walikuwa washajiandaa kwa lolote ambalo Marekani angeweza kulileta. Na Israeli wao wanaamini kwamba Marekani imewasiliana na mwenyekiti wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf. Kituo cha television cha N12 kilinukuu chanzo cha juu cha Israeli kikisema, chanzo hicho pia kilikiambia kituo hicho kwamba Israeli ilikuwa inajua kwamba nchi kadhaa zilikuwa zikifanya juhudi za upatanishi ili kuanzisha mazungumzo kati ya Iran na Marekani, lakini Israeli ilishangazwa na kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mawasiliano haya yalikuwa yakiendelea. Hapo awali Trump aliandika kwenye Trust Social kwamba Marekani na Iran zilifanya mazungumzo ya kujenga katika siku 2 zilizopita kuhusu kukomesha uhasama katika Mashariki ya Kati. Pia alisema kwamba alikuwa ameamuru Pentagon kuahirisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran kwa siku 5. Kiongozi huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani na Iran zote zinaonyesha hamu ya kufanya makubaliano na majimbo hayo yana maeneo makubwa ya mawasiliano. Vile vile, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu zinaweza kujiunga na Marekani katika uhasama dhidi ya Iran, huku Teherani ikishambulia eneo lao, The Wall Street Journal inaripoti kinukuu vyanzo. Kulingana na gazeti hilo, mwanamfalme wa Saudia Arabia Mohammed bin Salman anaweza hivi karibuni kuamua kujiunga na mashambulizi dhidi ya Iran.
Riyadh tayari imeruhusu jeshi la Marekani kutumia kambi yake ya anga ya King Fahad magharibi mwa nchi. Kwa hivyo uamuzi wa kujiunga na uhasama ni swala la muda tu. Wiki iliyopita waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan alisisitiza kwamba uvumilivu wa nchi hiyo dhidi ya mashambulizi ya Iran si wa kikomo. Vile utendaji kazi wa vituo vya data vya Amazon Web Service huko Bahrain umevurugika kutokana na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Msemaji wa kampuni hiyo anasema, Richards imemnukuu akisema kwamba usumbufu wa shughuli za Amazon Web Service unatokana na shughuli za ndege zisizo na rubani katika eneo hilo. Kampuni hiyo ilibainisha kuwa inawaelekeza wateja kwa muda kwenye maeneo mengine ya Amazon Web Service. Amazon haikutoa taarifa yoyote kuhusu ukubwa wa uharibifu au muda wa kuanza tena kwa shughuli. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Israeli haihusiki moja kwa moja katika mazungumzo na Iran yaliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump siku iliyotangulia, chombo cha habari cha Semafor kinaripoti. Kulingana na taarifa zake, mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Steve na mkwewe Rais Jared Kushner wanahusika kwenye mazungumzo hayo. Zaidi ya hayo, makamu wa Rais JD Vance anaweza kuletwa ikiwa ni lazima. Wakati huo Israeli inapokea taarifa zote muhimu kuhusu jambo hili kutoka Washington. Tangu kuanza kwa operesheni dhidi ya Iran, wanajeshi wa Marekani wameshambulia zaidi ya malengo 9,000, kamati kuu ya Marekani CENTCOM inaripoti. Zaidi ya malengo 9,000 yamepigwa, zaidi ya safari za ndege 9,000 za kivita zimefanywa, zaidi ya vyombo 140 vya Iran vimeharibiwa au kuharibiwa. Taarifa hiyo iliyochapishwa kwenye ukurasa wa X ulisema Marekani na Israeli zilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Miji mikubwa wa Iran ikiwa ni pamoja na Teheran iliweza kushambuliwa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amethibitisha kufuatia mazungumzo huko Canberra na Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese. Viongozi katika Umoja wa Ulaya wamekuwa wazi kabisa kwamba ni wakati tu uhasama utakapoisha ndipo wanaweza kufikiria operation ya mission the Australian, ilimnukuu von der Leyen akisema. Alikiri kwamba washirika wa usambazaji wa nishati duniani kote walikuwa wanakabiliwa na hali mbaya. Sote tunahisi athari kubwa kwa bei ya gesi na mafuta, biashara zetu na jamii zetu, lakini ni muhimu sana kwamba tufikie suluhisho ambalo linajadiliwa, rais wa AC aliongeza. Vile Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amethibitisha kufuatia mazungumzo huko Canberra na Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese. Viongozi katika Umoja wa Ulaya wamekuwa wazi kabisa kwamba ni wakati tu hasa utakapoisha ndipo wanaweza kufikiria operation au mission the Australian, ilimnukuu von der Leyen akisema. Alikiri kwamba washirika wa usambazaji wa nishati duniani kote walikuwa wanakabiliwa na hali mbaya. Sote tunahisi athari kubwa kwa bei ya gesi na mafuta, biashara zetu na jamii zetu, lakini ni muhimu sana kwamba tufikie suluhisho ambalo linajadiliwa, rais wa EC aliongeza. Vile Islamabad iko tayari kuandaa mazungumzo kati ya Washington na Teheran ikiwa watakubaliana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan Tahir Hussain Andrabi anasema kupitia CNN, ikiwa pande zote mbili zitakubaliana, Pakistan iko tayari kuandaa mazungumzo, Andrabi alisema kwenye mahojiano na kituo cha television cha Marekani Jumatatu. Mapema kituo cha television cha N12 kilisema kikimnukuu afisa wa Israeli kwamba mkutano kati ya Marekani na wawakilishi wa Iran unaweza kufanyika baadaye wiki hii katika mji mkuu wa Pakistani wa Islamabad. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mapema kwamba katika siku 2 zilizopita Washington na Teheran zilifanya kile alichokiita mazungumzo yenye tija kuhusu kukomesha uhasama katika Mashariki ya Kati. Iran haitakomesha uhasama hadi vikwazo vyote dhidi yake viondolewe. Mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu Mohsen Rezaei anasema vita vitaendelea hadi uharibifu wote kwa Iran utakapolipwa na vikwazo dhidi yake viondolewe. Pia tunataka dhamana za kimataifa za kutoingilia kati kwa Marekani katika masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu. Huu ni uamuzi wa watu wa nchi yetu, kiongozi mkuu na vikosi vya kijeshi, shirika la habari la Fars lilimnukuu Rezaei akisema. Lakini pia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimethibitisha kwamba mashambulizi ya makombora yamefanywa kwenye kitongoji cha Dimona karibu na eneo kuu la nyuklia la Israeli, jiji la Eilat, Bahari Nyekundu la Israeli, na kambi kadhaa za kijeshi za Marekani kote katika eneo hilo. Katika wimbi la 78 la mashambulizi ya makombora usiku wa leo, malengo huko Dimona kaskazini mwa Tel Aviv
na Elliot pamoja na kambi kadhaa za jeshi la Marekani katika eneo hilo yalishambuliwa, kitengo cha jeshi la Iran kilisema kwenye taarifa kwa vyombo vya habari. Matokeo yake, malengo yaliyotengwa yalipigwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani nyingi, IRGC iliongeza bila kufafanua. Israeli imeanza tena mashambulizi kwenye viunga vyake vya kusini mwa mji mkuu wa Lebanon kujibu mashambulizi ya roketi ya Hezbollah katika eneo la Galilaya ya juu. Kulingana na mwandishi wa TASS, mfululizo wa mashambulizi ulifanywa usiku katika wilaya za Bir Abed na Ruais. Milipuko mikubwa ilisikika kote. Iran bado haijaamua kama itafunga mlango bahari wa Hormuz kikamilifu au la, kwani bado haijulikani ni nini Marekani itafanya baadaye. Al Jazeera imemnukuu afisa mkuu wa serikali ya Iran akisema suala la kufunga mlango bahari wa Hormuz na kuweka mabomu bado liko mezani, kwani hatua zozote zisizotabirika zinaweza kutarajiwa kutoka Marekani. Afisa huyo wa Iran alisema, akiongeza kuwa Washington bado inakataa kukubali masharti mawili makuu ya Teheran: malipo ya fidia na utambuzi wa umma wa uchokozi dhidi ya Iran. Mwakilishi huyo alithibitisha kwamba Teheran na Washington zilibadilishana ujumbe kupitia Misri na Uturuki ili kupunguza mvutano. Marekani inahitaji kudhibiti Israeli, vinginevyo mgogoro na Iran utazidi kuongezeka. Joy Kent, mkurugenzi wa zamani wa kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi cha Marekani, ambaye alitangaza hadharani kujiuzulu kwake siku nyingine bila kukubaliana na uamuzi wa ikulu ya White House wa kuanzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran. Hatua ya kwanza katika kupunguza ongezeko la uchumi lazima iwe inawazuia Waisraeli, vinginevyo juhudi zote za kujadili zitafuata mtindo huu. POTUS yatangaza hadharani kupungua kwa uchumi. Israeli inachukua mashambulizi makubwa ili kuharibu mazungumzo na hivyo kudhoofisha uwezo wetu wa kujadili. Vita vinaongezeka, Kent aliandika kwenye X. Kent alisema mnamo Machi 17 kwamba Iran haikuwa tishio lolote kwa Marekani na kwamba Washington ilianzisha vita hivi chini ya shinikizo kutoka kwa Israeli na ushawishi wake wenye ushawishi. Wamarekani wamepanga Aprili 9 kama tarehe ya mwisho wa vita, chanzo kilisema. Kumaliza vita Aprili 9 kutamruhusu Trump kufika Israeli kwa siku ya uhuru kupokea tuzo ya Israeli, afisa huyo ambaye hakutajwa jina aliongeza. Mwishoni mwa Disemba 2025, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema baada ya kukutana na Trump katika makazi yake karibu na West Palm Beach, Florida, kwamba rais wa Marekani amepewa tuzo ya Israeli. Tuzo hiyo ya kifahari zaidi nchini hapo awali ilikuwa ikitolewa kwa raia wa Israeli pekee. Netanyahu alimwalika Trump kutembea Israeli kwa ajili ya sherehe ya utoaji tuzo ambayo kwa kawaida hufanyika siku ya uhuru wa Israeli, ambayo mnamo 2026 inaanzia jioni ya Aprili 21 hadi jioni ya Aprili 22 kulingana na kalenda ya Kiebrania. Iran haitashiriki kwenye mazungumzo na Marekani kwenye muundo ambao ulikuwapo kabla ya kuongezeka kwa mapigano kwa sasa. Ibrahim Rasul, mshauri wa spika wa bunge la Iran, anasema ripoti kuhusu mkutano unaodaiwa kuwa ujao kati ya wawakilishi wa Iran na Marekani ni tofauti sana na ukweli. Kituo cha television cha Al Mayadin kilimnukuu akisema Teherani kwa maneno yake haitarudi kwenye muafaka wa mazungumzo ambayo Wamarekani waliweka kabla ya uchokozi. Pango iliyoandaliwa hapo awali ilishirikishwa, lakini sasa ni sisi ambao tutaweka maelezo na kuamuru masharti, alieleza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.